Habari wapendwa, natumai mko poa. Wagonjwa poleni, lazima tuzidi kumshukuru Mwenyezi Mungu. Karibuni katika sehemu ya kwanza ya simulizi yetu ya Pesa ya Msukuma na Damu Yangu. Kwa majina naitwa Jennifer Daniel, ni mzaliwa Morogoro. Japo asili za wazazi wangu sio Morogoro. Mama Mngoni, baba Mchaga. Katika familia yetu tumezaliwa watu watatu. Wa kwanza akiwa ni dada yangu, wa pili kakangu, na wa mwisho ni mimi. Nimezaliwa Morogoro, nimekulia Morogoro, na hata elimu yangu ya msingi, sekondari na A-level zote nimepata Morogoro. Nilipomaliza elimu ya A-level nilipangiwa jeshi, lakini babangu hakutaka niende kwa sababu ya afya yangu. Kwa hiyo nilibaki nyumbani. Kilipofika kipindi cha applications za vyuo na mikopo, nilianza kufanya application. Japo mamangu alitamani sana nipate chuo Morogoro, lakini mimi sikutamani kusoma Morogoro. Nilikuwa nataka nisome nje Morogoro sababu nimeshachoka kusoma ndani ya Morogoro. Nilifanya application ya vyuo mbalimbali, na Mungu si Asmani, nilipata vyuo vinne. Yaani vyuo vinne ndivyo nilivyochagua kwenda kusoma. Chuo cha kwanza ni Loko, kilichopo Iringa. Chuo cha pili ni UDOM, kilichopo Dodoma. Chuo cha tatu ni SUA, kilichopo Morogoro. Na chuo cha mwisho ni UDSM, kilichopo Dar es Salaam. Lakini kwa kuwa nilikuwa natamani kutoka nje ya mkoa, yaani kipindi napeleka majibu kwa baba na mamangu, sikuwaambia kama nimechaguliwa SUA. Nililotajia tu hivyo vyuo vitatu, lakini chuo kimoja sikutaja. Mama alihuzunika sana, sababu yeye alikuwa anatamani nisome Morogoro. Na aliposikia kuwa nimekosa, alihuzunika. Nikamwambia, hapa inatakiwa ni confirm leo. Nisipo confirm leo, sitaweza kusoma tena, sababu mwisho wameweka leo. Ndio siku ya mwisho confirm vyuo vyote hivyo vitatu nilivyowaambia. Mama akaniangalia, akaniambia, hapa inatakiwa uchague chuo ambacho kipo karibu, ili sisi iwe rahisi hata ukipatwa na tatizo tuje kukuona. Na mimi kwa haraka nikifikiria chuo ambacho kipo karibu ni UDSM. Baba akasema labda aende da. Mama akasema mna shida. Kweli usoni nilionyesha sura ya huzuni, lakini moyoni nilifurahi sana. Baada hapo nikaconfirm. Nilivyoconfirm tuko tunasubiri sasa majibu ya mkopo. Na yenyewe nimekaa, kweli namshukuru Mungu, nikapata 100%. Na nahisi kilichopelekea mimi nipate 100% ni kwamba wakati wa application nilimuua baba. Yaani sio ile kumuua kwa kumaliza uhai wake, la hasha, bali ni ile ya yaani unasema kuwa unaishi na mamako,
na babako mjui. Ndicho nilichokifanya. Na hicho ndicho ninachohisi. Kilichosababisha mimi nikapata mkopo ni hicho. Nikamfuata baba na mama nikawaambia nimepata mkopo 100%. Walifurahi sana. Walifurahi. Wakati nawaambia tulikuwa na dada alikuwa amekuja kutusalimia. Dada hapo akaanza yaani akananiambia sali mambo ya ni jinsi hali halisi ya chuo ilivyo. Mimi nikamwitikia tu. Lakini akawageukia na sasa akaambia hata kama angekuwa ampata ni mkopo analipwa kila baada ya mwezi 1,000,000. Haitoshi kwa mwanafunzi. Hasa mtoto wa kike. Anachokihitaji huyu ni support yenu. No matter what. Inatakiwa msaidie. Yaani mkitaka asome, mkitaka afaulu atimize malengo yake. Asiishiwe hela. Tabakishwa tu hela basi. Anaingia vishawishini. Mama akaniangalia. Akasema sawa. Tunakutumia, tutakachopata tunatuma. Na dada naye akakubali akasema na mimi nitakuwa nakutumia. Nikasema sawa, sababu niliogopa kumshiriki kaka kwa sababu yeye ndo kwanza alikuwa ameajiriwa, afu ndo kwanza alikuwa anaanza maisha. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu. Basi tukakaa, siku zikaenda, zikazidi kwenda. Ikafika saa muda kwenda chuo. Nilikaa na babangu na mamangu ili kuniaga, kunipa usia. Waliongea mimi maneno mengi sana. Yaani sababu mengi nilikuwa nishazoea. Sababu tangu naanza shule walikuwa wanakaa na mimi mpaka namaliza form 6 walikuwa wanakaa na mimi. Kwa hiyo na hii chuo nikaona tu just is normal. Lakini kitu ambacho nilikimaster ni kitu kimoja tu, kusali. Yaani ndio ilikuwa ndo kila kitu, ndio kitu kilichokuwa kinaniongoza na nahisi ndio kitu kilichokuwa kinaniweka mimi hai. Mungu kwanza. Siku ya safari ilipofika, baba alinisindikiza stendi. Nikafika stendi. Aliniaga. Alihakikisha nipanda ndani ya gari. Baada hapo akashuka. Nikajua kaondoka bana. Kumbe alikuwa hajaondoka. Nikishangaa mtu anarudi tena. Akaniambia nilikuwa nimesahau. Nikamuuliza vipi? Akatoa mfuko ambao ulikuwa una bites na biskuti, babrish na pipi, pamoja na crisps za ndizi na crisps za viazi. Nilimwangalia nikacheka, nikamwambia asante babangu. Nikamwambia okay, safari njema. Nikamwambia asante. Nimekaa ndani ya gari. Pembeni yangu alikuwa amekaa mdada. Yaani sikutaka kuwa bubu, nikamsemesha. Nilipomsemesha tukaanza kupiga story. Akaniambia mwenyewe naenda chuo. Nikamuuliza chuo gani? Akaniambia Mwalimu Nyerere. Nikamwambia asante. Nikauliza ushafika da? Akaniambia yes, mara nyingi. Nikamwambia hongera, mimi ndo mara ya kwanza. Akaniambia jamani pole. Nikamwambia hata usijali, na rafiki zangu kule, sitakuwa mpweke. Nikamwambia usijali, karibu. Asante. Akaniambia basi tutakuwa marafiki. Tutakuwa ukichoka ukachuoni kwetu na kuja kutembea kwetu, na mimi nikichoka na kuja kutembea kwenu. Nikamwambia sawa. Basi safari ikaendelea, tunapiga story, tukabadilishana namba.
Tulitumia barabarani masaa takriban 5 mpaka tukafikia jiji la Dar es Salaam. Na huko njiani nilikuwa bado na chati na rafiki zangu ambao wapo Dar es Salaam. Nilipofika, yule mdada akanielekeza magari ambayo yanaweza kanisaidia mimi. Nikafika UDSM. Akanielekeza, aliponielekeza na alinipeleka mpaka stendi ya daladala. Nikapanda. Baada ya kupanda nikaondoka. Hapo nikaa na chati na rafiki zangu. Wakaniambia utatukuta hapa stendi. Kweli. Nimefika nikakuta stendi. Wakanipokea. Walivyonipokea tukawa tumeondoka kuelekea chuo sasa. Tulipofika chuo kwa kuwa sababu nyumbani nilikuwa nimekaa wiki moja. Wakaanza sasa kunisaidia mambo ya application. Registration, not application. Registration. Kwanza registration, tukaanza kufanya zile processes zote. Sababu walikuwa wananisaidia. Namshukuru Mungu nilimaliza mapema. Nilipomaliza nikapata na chumba. Japo nilikuwa nakaa mbali na girls. Sababu tupo 4. Na wote tunasoma kozi moja. Yupo ambao walikuwa ni kuna Viki, Jenny wa jina na Nice. Hao wote nimesoma nao. Wao walikuwa na kachumba kimoja. Kasoro mimi tu ambaye ndo nilichelewa, nilivuta. Kwa haikuwa mbaya sana. Sababu jengo ni moja. Tulichotofautiana ni vyumba tu. Basi. Ilipofika jioni, walinipigia simu tushuke tukale. Kwa sababu ile mizunguko ya mchana ilikuwa sio poa. Mpaka nimaliza registration. Nilichoka sana. Nikashuka, nikakuta chini wananisubiria. Tukaelekea restaurant. Kufika kule tumekaa. Tukaagiza chips. Tulivyoagiza chips. Wakati tunaendelea kula, tunaona sasa watu. Asikwambie mtu. Chuo kuna wadada wazuri. Chuo kuna wakaka wazuri. Anaweza kapita mkaka mzuri, lakini baadaye akapita mkaka mzuri kuliko hata yule aliyepita mara kwanza. Tumekula. Baada ya kumaliza kula, tumetoka kwenye kivaranda cha restaurant. Sasa tumekaa. Tunaangalia tu watu jinsi wanavyopita, nyingine zinapita kapo, nyingine mtu mmoja mmoja, ni vurugu. Nilikuwa naenjoy sana. Tumekaa pale. Akaja mkaka. Akasalimia. Mambo. Viki akaitikia. Poa. Mzima. Mimi niko poa. Samahani sister. Niko naomba niulize, hapa washing room ni wapi? Viki akasimama. Akamuonesha kwa ishara. Mkaka akasema asante. Akaondoka zake. Baada ya kuondoka, tukasa tumekaa. Kaambia du. Jamani. Ujue mkaka alipofika hapa, alipotusalimia. Mimi nikajua naomba namba. Jenny wa jina akacheka. Akasema mpumbavu wewe, acha ujinga, unakuja kusoma hapa. Nikamwambia hata sio kusoma wewe. Hivi umeona wakaka, umeangalia vizuri? Au umeangalia vizuri mkaka? Bros. Wewe acha tu. Sababu nishazoea.
awe mkaka awe mdada, mimi naitaga tu bro. Sababu nishazoea kutaniana na brother wangu nyumbani. Nesa kaniambia, ushaanza na hizo bro zako. Jamani sameni, kule mjanzoea tu, mniache. Tumeka pale, yani kila anayepita, so mkaka mweupe, so mkaka mweusi, wote ni handsome gentlemen. Sema tu kuna wengine wanapita kwa kawaida. Kuna mtu akipita mpaka kama anasema pa. Lakini kuna mtu akipita utamani hata kumwangalia mara pili. Tukainuka zetu pale, tukaanza zetu hostel. Wakaenda kwao, mimi nikaenda kwetu. Nimekaa kule juu. Niliona nimeshavua nguo, nimebadilisha nguo, nimevaa night dress. Nipanda kitandani. Nikamtumia mama message na baba. Nikaelezea siku ya leo ilivyokuwa, ilivyoenda. Wakanipigia, tukaanza kupiga story. Nimepiga na story basi. Nikawaaga, nikamwambia kesho mimi naingia darasani. Kwa hiyo inatakiwa niwe kulala. Tunajua tena ndio siku yangu ya kwanza kuingia class. Kwa hiyo natakiwa niwahi kulala. Wakakubaliana na mimi, wakalala. Na mimi nikalala. Nilikuja kushtua saa 12. Naisa nipigia simu. Aliniambia nijiandae. Nikamuuliza, jamani sasa saa 12 mimi naenda wapi? Akaniambia wewe, tuna kipindi saa 3. Kwa hiyo lala hapo. Shauri yako. Ndio kwanza siku ya kwanza. Nikamwambia mama isiwe kesi. Nikaamka nikajiandaa, nilipojiandaa. Sasa ikafika hatua sasa kuchagua nguo, kuvaa. Ilikuwa kimbembe. Navaa inavua. Kila nitakayovaa lazima nisogee kwenye kioo. Niangalie kama nina kalio linaonekana vizuri. Nikiona linaonekana vizuri, narudisha kabatini. Nikakaa chagua mpaka yule mdada ambaye anakaa naye hosteli moja, chumba kimoja. Akaniambia, jamani Jeni, tangu umeanza kuchagua hizo nguo hujapata tu nguo ya kuvaa? Nikamwambia bado. Kaambia acha ujinga wewe. Mbona ulovaa imekupendeza? Nikamwambia nimebana sana. Akaambia wewe, hiyo mbona haijakubana? Kuna watu wanavaa vinguo vya ajabu na wanaingia darasani. Hiyo kabisa ya heshima. Nikamwambia okay, basi. Hamna shida. Nikabaki na wewe. Nikajiandaa, nikaweka daftari moja, peni. Nikachukua na penseli for emergency. Nikawatafuta wapumbavu kama wameshashuka. Wakaniambia ndo wanashuka. Nikamwambia haya, na mimi ndo nashuka. Kweli tumeshuka chini, tukakutana wote chini. Nikakutana wamevaa suruali kama nilivyokuwa nimevaa mimi, official. Tukatoka tukaelekea darasani. Tulipofika darasani tukakaa wote sehemu moja. Tunajua tena marafiki. Tukakaa sehemu moja. Rakcha akaingia. Alipoingia akajitambulisha. Alipojitambulisha akasema, sijataka kufundisha leo. Sijaja kufundisha. Leo kilichonileta ni tuje tufahamiane. Na akatupa zile topics ambazo yeye atakuwa anafundisha. Baada hapo tukachagua masiara. Tulivyochagua masiara akaondoka zake. Alipoondoka, kabla tujaondoka, siara akasimama akanapitisha karatasi watu waandike majina na namba zetu za simu ili aweze kuunga group la darasa.
Tukakaa tunasubiria. Tukaandika, tulivyoandika tunatoka. Nikamwambia sasa tunaenda kulala. Jina akaniambia we acha uvivu mpumbavu. Hapa sio sekondari. Tuna kipindi saa 7. Kwa hapa nitakiwa tukae tusubirie mpaka saa 7 ifike. Nilishiwa nguvu. Nikasema jamani, kama walikuwa wanataka tukutufundisha, si wangetufundisha vipindi tu viunganishe kuliko break. Na hisi akacheka akasema hichi ndio chuo. Kaambia haya mama. Tukaelekea kwenda kula miogo. Tukala zetu miogo. Baada ya kula miogo tukaenda kaa kwenye kimbweta. Tukanasubiria saa hiyo saa 7 ifike ili tuingie tena kwenye kipindi. Tumekaa kule tunapiga story kama kawaida yetu. Mtu akipita mzuri tunamsifia, mtu akipita mbaya tunamcheka. Hivyo. Au mtu akipita amevaa vizuri tutamsifia. Mtu akipita amevaa vibaya, kama kawaida yetu tunacheka. Tumekaa. Muda wa saa 7 kasoro ulipofika, tukainuka, tukaelekea class. Tumekaa, lecturer kaingia, alivyoingia naye kwa na jipya. Ni kama tu nina yule asubuhi. Kajitambulisha, katoa hizo topics ambazo tutasoma hiyo semester basi. Akaondoka zake. Na sisi tukaona isiwe tabu wao, tukasipa zetu. Lakini tulipitia chips. Tukachukua chips kwa ajili ya kwenda kula hostel. Kwa kuwa wao walikuwa nakaa 3, afu mimi nilikuwa nakaa peke yangu. Kwa ikanilazimu niende room kwao. Kufika kule tukamkuta yule mdada ambaye wanakaa room moja. Ikabisa uanze kumuomba ili aende room kwangu, mimi nije room kwao. Wakambembeleza, akakubali. Kwa hivyo tulichokifanya, tukaanza kula. Tulipomaliza kula, tukamsaidia kuhamisha vitu vya kwake. Tukavipeleka kwangu, afu na vya kwangu tukavileta huku. Tulipomaliza, sasa tumekaa, tumerelax. Tunapumzika. Tumekaa hapo. Ilifika usiku kama kawaida yetu. Na kuchukua chakula. Baada ya kuchukua chakula siku tulichukua, hatukutaka kula. Tukataka tuje kula huko juu. Baada ya kuchukua, tumekaa kama kawaida kwenye ile veranda ile kuangalia people zinazopita, couples zinazopita hivyo. Tumekaa ilifika saa 3. Tukarudi hostel, tukala, tulivyokula tukalala. Kesho yake tukaelekea darasani pia. Vile tulivyofika klasi tukakaa. Mara kitu yako anakuja yani kiukweli kiujumla. Wiki ya kwanza hamna kitu tulifundishwa. Zaidi tu ama lecture wanakuja wanajitambulisha wanaondoka zao. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunakaa kufanya kazi ya kuchafua tu nguo. Basi hiyo wiki ndio kwa siku ya wiki tu hiyo ya kwenda nenda rudi. Baada ya wiki kuisha, yani tuseme tuko tumezoeana na watu mbalimbali na kukaa kawaida, tuko tunakaa wote. Baada ya ile wiki kuisha, tukaanza sasa wiki nyingine, ambayo sasa hiyo wiki ndio ma lecture wakaanza sasa kufundisha. Hiyo Jumatatu tukaenda wote kama kawaida. Tukaenda wote tukakaa sehemu moja. Tumesoma, siku ikaisha. Siku iliyofuata Jumanne, Naisi akatoa wazo.
akasema mnaonaje leo tukabidhi separated, yaani kila mmoja akakaa kivyake. Tukamkodolea macho, kwa nini? Akasema basi tu, yaani kila mmoja to be separated ili tuone tutakuja na story gani baadaye. Kwa kuwa tunapenda mambo ya kijinga, so mbaya kweli. Tulipofika darasani kila mmoja akakaa kivyake. Mimi nilipoenda kukaa, kwanza kulikuwa hamna mtu. Nikaa nimekaa tunasubiria lecture. Watu wanazidi kuingia. Pale akaja kaka mkaka mweupe, gentleman, yani giant fulani hivi. Akamekaa karibu yangu. Alinisalimia, nikaitikia. Basi lecture kameingia. Akafundisha. Alipofundisha somo mambo ya chuo. Lecture kinafundisha anapitisha slide. Kwa hiyo wewe usipoandika point zako au kile kitu cha muhimu ambacho unaona cha muhimu cha kusaidia baadaye, basi nikamwona mkakani anaandika. Ni ana note vibaya sana. Nikasema hapa leo alonaliwe, acha tu nijisemeshe. Nikamwambia daftari vizuri, naomba niwe naangalia. Akaniambia tu usijali. Akaniwekea daftari nikaangalia naandika. Ilipofika saa 5 lecture akamshamaliza session yake. Akametoka. Baada ya kutoka nikamuuliza, samahani, hivi kwa unafundisha pale umeelewa? Hakunijibu kwanza. Akaniangalia. Yaani baada ya kujibu swali akaniuliza swali. Hujaelewa wapi? Nikamwambia kwa kweli sijaelewa pale alipokuwa, yaani alipoanza subtopic ya entrepreneur network. Sijaelewa hata hizo types za network, sijazielewa. Akaniangalia. Akaniambia kwani sasa hivi unaenda wapi? Nikamwambia sasa hivi nataka nikale, baada hapo unakuwa free. Nikamwambia poa, naomba simu yako. Akachukua simu yangu, akaandika namba yake, akajipigia. Alipojipigia akaniambia nimesave my classmate. Nikamwambia kwa nini hujasave jina lako? Jina langu sio la muhimu, ila jua tu nimesave my classmate. Nikamwambia okay, fine. Na wewe nikusave nani? Jeni au? Nikamkodolea macho. Nikamuuliza sasa umejuaje kama mimi naitwa Jeni? Akaniambia ni kitu cha kuuliza. Mimi najua naitwa Jeni. Au nataka mpaka nimalizie jina la mwisho? Nikamwambia okay, fine, no need. Nikatoka pale. Nikakutegezwa na subiria nje. Wakaniambia na wewe, mara hii tu ndo kwanza session ya kwanza. Nikamwambia jamani msiwe na haraka, tuende kwanza tukale. Kama kawaida tukaenda zetu kula miogo. Baada ya kula tukasubiri kipindi kinachofuata, kilikuwa saa 7:30. Kwa tukaenda kama kawaida kukaa kwenye vimbweta. Sasa tumekaa kwenye vimbweta, tumekaa tunapiga story. Simu ikaita. Anipigia nani? My classmate. Nikasema damn. Akaniambia vipi? Nikamwambia no, nothing. Nikapokea. Baada ya kupokea nikasikia tu kwa baada ya kumaliza kula hapo ndo nasoma.
Yeye nilishtuka. Nikamwambia hapana, napumzika chakula kishuke. Akaniambia acha ujinga mpumbavu wewe. Njoo hapa. Nikanaangaza macho wapi? Akaniambia angalia huko nyuma yako. Nikageuka nyuma, nikamwona kaka na rafiki yake. Nikamwambia poa. Nikawakapelekeza. Nikamwambia baadaye. Walicheka. Wakaniambia haya. Na wewe ushuka kutupata kidogo. Tuonjeshe ubuyu hata kidogo. Nikamwambia wewe ubuyu wa baadaye sasa hivi. Akasema sawa fresh. Bye. Tukaagana pale. Nikasepa zangu. Kufika pale akaniambia ulifoniomba nikufundishe uko na enjoy au? Nikamwambia sio, ni kweli. Nilikuwa sijaelewa. Ndio maana nikakuomba nisaidie. Akaniambia uniomba nikusaidie. Yaani umaliza kula umekaa pale. Na pale hamna kitu mnachofanya zaidi ya kupiga umbea. Nikamwangalia. Nikajiwazia. Nikasema mpumbavu kweli wewe. Nikamwambia sio kila unapokaa dada vile ukaiswa unapiga umbea. Pale kila mmoja alikuwa bize na simu yake. Akaambia okay. Hayo hayanihusu. Tusome. Nikamsalimia yule rafiki yake. Baada hapo akaanza sasa kutufundisha. Akatufundisha muda ulivyokaribia. Nikatumia guest message. Nikamwambia muda wa klasi. Akageuka akaniangalia akasema fresh twenzetu. Classmate akaniangalia akaniambia kweli masikio. Endapo umekaa na sisi unataka tukimbie. Ukakae na wale wadada. Nikamwambia hapana. Sema okay, kama hapana, kama sio kama hiyo kama ni hapana kweli. Tunaenda wote darasani, tunakaa wote na tunasoma wote. Mtu mwenyewe unajijua wewe. Slolena. Alafu unaenda tena kukaa na wale wadada. Watakusaidia nini? Na nikataka kumjibu. Nikasema Mungu nipe moyo ujasiri. Tukainuka tukaelekea darasani. Nimekaa sasa katikati yao. Yeye na rafiki yake. Kama kawaida. Anachokinoti ndio ninachokinoti. Lecture akafundisha muda wake ulipoisha. Akatoka. My classmate akanigeukia akaniuliza hapo vipi? Umeelewa? Nikajiwazia. Hapa nikimwambia nimeelewa, anaweza kaniambia nimfundishe. Hapa dawa ni kukoma pale pale hata kama nimeelewa. Hapana, nimeelewa tu vitu baadhi, pengine sijaelewa. Akatabasamu. Akaniambia fresh sawa, hamna shida. Panga ratiba yako. We are friends now. Mimi na wewe ni marafiki. Na nitakusaidia. Panga ratiba yako. Panga muda wa kupiga umbea, panga na muda wa kusoma. Ukiona imekaa vizuri hiyo ratiba yako, nishirikishe na mimi. Ili na mimi niweze kupanga vizuri ratiba yangu kwa ajili ya kukusaidia. Ukiona ina faida, fanya. Ukiona ina faida, achana nayo. Uwe na jioni njema. Sikumjibu, nikabaki namwangalia. Basi tukatoka kama kawaida na geuzi wangu. Tukaelekea zetu hostel. Kufika hosteli tukaanza sasa kufanya formula asubuhi mnapokuwa mnakurupuka. Mnaacha vitu vuru. Kwa hapo tukaanza kupanga. Tukapanga baada ya kumaliza. Kila mmoja akaingia kuoga. Tulipomaliza kuoga, tukatoka. Tukaanza kupiga umbea. Nikasimulia kabla nimepata mwalimu ukunifundisha. Mwalimu wapi? Anakutaka yule. Nesi akasema,
hii jamani. Nikaambia kwa hiyo kila mtu anayemfundisha mtu ni anamtaka. Akaambia hii mjini shule jiongeze. Bro kashadata hapo. Kaambia hawezi we. Mkaka mzuri vile anipende mimi. Yeye kanigeukia akaniambia hii kwani una kasoro gani? Haupaswi kupendwa. Hauna kasoro yoyote. Nyuma unalo. Mbele saa 6. Tumbo flat tummy. Ngozi unayo ya kuvutia. Rangi amazing, mashallah. Tukacheka hapo. Tukamgeukia Viki. Vipi? Akaambia bora ino tanyie. Mimi. Malizeni kwanza kusimulia nyie wengine tuone. Labda ukute najisema mimi vibaya. Kumbe wenzangu kuna mtu aliyekumbwa na kitu kibaya zaidi yangu. Tunacheka hapo. Naisa akasimulia akisema kiukweli mimi niloka nao. Nimepata marafiki wapya. Wote wale ambao nilikuwa nimekaa nao. Wale boys wawili. Hivyo. Na chati nao. Na pia wameniambia nikiwa sijaelewa watanielekeza. Jeni. Akasema mimi nimepata rafiki mmoja tu. Mmoja huyo wa kiume. Lakini na kadada kale mlikokuona pale kamekuja kameniaga. Akasema nice. Vizuri. Tukamgeukia Saviki. Mama malalamiko akaanza. Yaani malamia tungekaa kama tunavokaaga. Mimi sehemu niloenda kukaa jamani. Niko nimekaa na Msukuma. Just imagine ni Msukuma. Yaani cha kwanza. Sijui hajapiga mswaki. Sijui hata ana matatizo ya harufu ya mdomo sijui. Yaani akiongea tu. Yaani ile harufu ikitoka mdomoni. Yaani leo ningekuwa mjamzito ningetapika sana. Tukacheka. Jamani msicheki mimi niko serious. Tukamwambia pole. Yaani kwa najisikia vibaya. Nikamwambia sasa kichofanya usiame nini? Nikasema kichofanya siame. Yaani nilikuwa naona uvivu kutoka hapa nilipokuwa nimekaa. Yaani nitoke pale nisimame. Alafu dada zima waniangalie ninavyo. Nilijikaza tu shoga zangu. Tukacheka hapo basi. Naisa akaingia kwenye grupu. Akaona tangazo la welcome fest here. Nikasema jamani. Tujiandae na welcome fest here. Ni next weekend. Tumekaa hapo boom tuisha saini. Kwa hiyo bado tuna hela. Tukaanza sasa kupanga mpango ya nguo za kuvaa welcome fest here. Nywele za kusuka. Sababu mimi na Nice tunajua kusuka. Kwa hiyo ilikuwa inasaidia kupunguza zile cost za kusema kwa tunaenda kusuka nje wote. Hapana. Watu hichokifanya tulikuwa tunajisuka mle ndani. Mimi naweza nikana msuka Viki, yeye anamsuka Jeni. Baada hapo ananisuka na msuka tunamaliza. Hivyo. Tumepanga hapo. Tukakubaliana. Tunavaa nguo nyeusi. Viatu vyeusi. Vipochi vyeusi. Na nywele. Tunasuka vitunguu. Tukakubaliana hapo basi. Kuna watu wanachangia tu nini. Yaani watu wanaongea, wanachat kwenye group. Wengine wanasema sijui tufanye kitu tofauti, wengine sijui wanasema sijui tu.
yani tufanye kitofauti, yani kutofautisha darasa letu na watu wengine. Kwa hiyo tuvae t-shirt sare, wengine sijui nini, wengine wakakataa. Yani walivyokataa au waliokataa mimi ndio nilikuwa naunga mkono. Tunafanya kama tuko sekondari. Yani sekondari ndio nimevaa sare. Na chuo pia nije niweze kuvaa sare. No, hapana kwa kweli. Basi wengi walikataa. Kwa tumekaa hapo, tuko tunasubiri saa hiyo wiki ifike sasa. Na ndio hiyo wiki ijayo. Maisha yanazidi kwenda. Kesho yake darasani tuko tumeingia. Tulivyoingia tuko tumejirundikana kama kawaida yetu, tukakaa wote 4 sehemu moja. Tulivyokaa sijakaa sawa. Text ikaingia. Uko wapi? Jamani, nikamjibu bila salamu. Akaniambia salamu haisaidii. Hii ni juu yako. Ni kwa ajili yako, sio kwa ajili yangu. Nikamwambia nimekaa huko nyuma. Akaniambia poa. Njoo mstari wa 4 kutoka huko mwanzo. Nimekuwekea nafasi chap. Ndugu yangu nilichoka. Yani leo ni siku ya pili. Lakini sasa yani kama vile watu tumejua na mwezi. Anachonifanyia. Nikasema siwe kesi kwa kuwa nataka kufaulu. Napenda kufaulu. Ndio tuniende. Alafu na pia ile kuoshea. Naongoza na mkaka mzuri. Sio mbaya. Nikatoka. Nikawaaga girls. Nilivyoaga. Yani kitendo hicho cha mimi kutoka. Na wenyewe kabisa pale zaidi. Nikaenda. Nikakutaka nikia siti. Katikati. Rafiki yake pembeni. Yeye huku. Mimi katikati. Nikakaa. Akaniuliza, "Hivi unajielewa kweli?" Nikamuuliza kwa nini? Cha kwanza, husikii vizuri. Cha pili, huoni vizuri. Cha tatu, huelewi. Unakaa nyuma. Unataka kufeli au? Nikamwambia, jamani. Hapana. Akaniambia haya. Sitokuita tena. Yani ukiona tu umewahi. Kaa mbele, weka siti. Nimemaliza. Nikamwambia sawa, siwe kesi. Director akaingia, akafundisha, alivyofundisha akamaliza kama kawaida. Nenda kanywe chai, tuje tusome. Nikamwambia sawa. Nikatoka, tukaenda na girls tukanywa chai, tulivyomaliza tukarudi. Tulivyorudi kila mmoja akaenda na pojua yeye kukaa. Mimi nikarudi pale nikakaa, tukaanza kusoma. Tumesoma kama saa lecture kama imekuja. Wa kipindi kingine. Na yenyewe tukasoma, tulivyomaliza ilikuwa tayari ishakaribisha fika jioni. Nikamwambia kesho tena. Akaniuliza, kwani sasa hivi uko unakoenda unakufanya nini? Nikamwambia jamani, mimi naenda kupumzika. Akaniambia kupumzika? Na haya mama, nenda. Nikaondoka zangu. Nimefika nje nikakuta girls kila mmoja na mambo yake. Nikauliza, kwani hatuondoki? Wakaniambia subiria kidogo. Ile nimekaa pale nje na subiria girls. Akapita. Aliguna. Akanitumia message. Haya. Endelea kuwasubiria wenzako wanabebika.
Nikaisoma sikuijibu. Walivyomaliza girls, tukaondoka zetu hostel. Tumekaa kule. Sasa tuko tunapanga tunaenda lini kununua hivyo vitu. Na sasa akapendekeza Ijumaa jioni, sababu tulikuwa tuna vipindi. Lakini Viki akasema bora hata Jumamosi jioni. Haya, tukakubaliana wote Jumamosi jioni tutaenda Mwenge. Basi muda ukazidi kwenda. Siku ilivyofika ya Jumamosi jioni, tukaenda tukasagula vinavyosagulika. Tukapata vitu ambavyo tulikuwa tunavihitaji, japo design tofauti. Kikubwa tu rangi. Tukarudi zetu. Tukajiandaa hapo wakasukwa siku hiyo Jumamosi jioni usiku ile. Na wengine tukawa tunajiandaa kusukana Jumapili baada ya kutoka kanisani. Siku zikazidi kwenda. Ikafika siku ya nini? Ya welcome fest ya. Siku ilikuwa siku nzuri. Yaani ni siku ambayo hata my classmate hakunisumbua siku hiyo. Sababu aliniuliza kama nitakuwepo, nikamwambia nitaenda. Akaniambia sawa. Naomba kampani yako. Nikamwambia fresh, hamna shida. Tukatoka hostel. Sasa tunaelekea kwenye multipurpose hall ya chuo ambako ndo hilo tukio linapofanyikia. Kufika kule tulikubaliana tuna be separated. Wakati wa kurudi tunarudi pamoja, tunasubiriana mpaka tutimie 4 girls, afu tunarudi wote hostel. Sawa. Tukaingia sasa. Baada ya kuingia nikaenda nimesimama mlangoni. Nikamtext my classmate, uko wapi? Na akaniuliza kwani uko wapi? Nikamwambia mimi nimesimama hapa mlangoni, mlango wa mbele au nyuma? Akaambia nyuma. Akaambia okay fine, simama hapo. Nikasimama hapo. Alikuwa amekaa kama kawaida yake. Yaani kila kitu ni mbele front. Akatoka kule mbele akanifuata kwa nyuma. Akanishika mkono. Tukaenda tukakaa. Ndivyo tumekaa. Sasa tunamsikiliza mshereheshaji. Kweli vitu vimeenda vizuri. Yaani ilikuwa ni sherehe kubwa. Tumefurahi hapo. Baada hapo muda wa kurudi kwa ushafika. Kufika ikabidi sana tutafute girls mmoja. Turudini hostel. Kila mmoja kila nimtafuta ananiambia subiria. Akaniuliza vipi? Nikamwambia na subiria wa girls, kila mmoja yuko busy na vitu vyake. Akatabasamu. Akasema haya, nikusindikize. Nikatoa macho. Unisindikize wapi? Si hostel. Nikamwambia hii. Nikamwambia fresh, twende. Nikamwambia una uhakika? Nikamwambia ndio. Kabisa, ndio. Haya, twende. Nikawatumia message. Nikamwambia nimechoka, mimi natangulia. Wakasema sawa, tangulia, tutakukuta. Nikamwambia sawa.
ila mnavorudi hakikisheni mnarudi wote watatu. Nesi akajibu, tuache, kuna mtoto hapa, kila mmoja anajielewa. Nikamwambia sawa, hamna shida. Nimeondoka sana na my classmate. Huko tunazidi kupiga story. Tulipofika sehemu za parking, nikaona kuna mtu anafuata. Akamnong'oneza kitu. Baada hapo akaondoka. Hata sikutaka kuuliza ni nani. Tukaondoka sasa kuelekea hostel. Tulipofika hosteli, sababu chumba tukuvurugua kama tunavyovuruguaga kila siku, kilikuwa kimekaa ni vizuri tu. Akaingia, tuko tumekaa sasa kitandani kwangu, tuko tunapiga story. Yeye mtu ananiangalia tu, macho kalegeza. Nikasema hii, yaani huyu mtu anayekaziaga mimi macho, leo kanilegezea macho makubwa. Nikamuuliza vipi, ulikunywa au? Akaniambia hapana. Nikamwambia mbona hivyo? Akasema nothing. Akaniambia ila kiukweli nafurahi sana kuwa karibu na wewe. Nikamuuliza kwa nini? Nikamwambia kwa sababu ni mtu ambaye unafuata kile anachosema. Ni mtu ambaye unanielewa kila anachoongea. Alafu ni mtu ambaye unataka kujua kitu. Sikuongea, nikabaki tu namwangalia. Akaniambia, I wish siku moja, yaani tutoke, twende sehemu tukakae, tupige story, afu nikurudishe. Nijikuta nimefurahi, yaani nitabasamu. Nikamwambia, wewe tu ukitaka hata kesho. Alicheka akaniambia mpumbavu wewe, acha ujinga. Nikamwambia jamani, hii si rafiki yangu, sababu tayari nilikuwa nishamzoea. Wewe si rafiki yangu. Akaniambia fresh. Nikamwambia, kwa hiyo ndo hutaki tena mimi nijue jina lako? Akaniambia, kweli wewe ni bwenyenye, yaani umekaa siku zote hizi bado hujajua mimi naitwa nani? Nikamwambia, ukweli ni kwamba sipendi sana kulazimisha vitu ambavyo mtu hataki mimi nijue. Yaani kisha kuuliza mara moja basi inamaanisha kuwa hutaki nijue. Kwa hiyo siwezi nikakulazimisha. Akaniambia nice girl. Akaniambia, mimi naitwa Daniel. Yeah, naitwa Daniel. Nilitabasamu. Sasa nikakumbuka mimi naitwa Jennifer Daniel. Alafu nipo nimekaa na Daniel. Nikamwambia sawa. Sema ngoja nibadilishe na huko nilivyo save. Akasema no. Usibadilishe, wewe acha hivyo. My classmate. Nikamwambia fresh. Tuko tumekaa. Akaniambia nikuombe kitu. Nikamwangalia. Nikamwambia ya, naomba. Utakubali? Kwa nini nikatai? Akasema sawa. Naomba nikushike. Nikatoa macho. Nikamuuliza unishike wapi? Kifuani. Nikamwambia hapana, wewe hapana. Nikamwambia hapana. Yaani shika sehemu zote, kasoro sehemu 2.
kifuani na huko chini. Akaniambia kwa nini? Nikamwambia hapana, sitaki tu. Kwa mdomoni naruhusiwa kushika. Nikamwambia sasa mdomoni unashika nini? Akaniambia wewe niambie kama naruhusiwa kushika au siruhusiwi. Swali gumu. Akaniambia sio gumu, wewe jibu. Akaniambia okay fine. Yeah, unaruhusiwa. Akaniambia sawa. Akasogelea. Uko serious naruhusiwa kushika? Nikamwambia ndio. Narudia tena, uko serious? Jamani, nimesema ndio. Akasema okay. Usinishike mkono lakini. Nikamwambia sawa. Akaniambia simama. Yeah, simama. Nikasimama naye akasimama. Akanisogelea. Mkono mmoja alipitisha kiunoni, mkono mwingine akamnishika shingo. Akanisogeza karibu yake. Akasa sana nataka ninyonye mate. Nikarudi nyuma. Akaniambia sasa unaenda wapi? Nikamwambia mimi sikumaanisha hivyo. Akaniambia tulia. Nikamwambia lakini sio cha lakini, wewe tulia. Okay. Sawa. Akaninyonya mate hapo. Sasa unajua ile romance. Mtu akiwa kunyonya romance. Yaani lazima kushika sehemu zote za mwili wako. My dear. It was fantastic. Yaani kile kitendo cha yeye kunishika chuchu. Nilihisi na paralyze. Ili kaka kapitisha mkono kwenye chupi. Anataka nishike hivi. Mlango ukagongwa. Ulipogongwa, yaani nilishtuka, mapigo yangu yakaenda pa. Nikajikuta nimekaa chini ghafla. Akaniangalia, akaniambia kumbe muoga. Yaani kweli nilishwa nguvu. Akaniambia nikasikia tu anajibu karibu. Tuko tunaangalia mlangoni. Ni nani ambaye anaingia? Lakini mlango hakufunguliwa. Daniel akaniangalia. Niangalia. Akanifanyia kwa ishara ya mkono. Na kwa sauti ya chini. Akaniuliza nani? Nikamwambia mwenye sijui. Akaniambia unigeuzi wako amerudi. Akasema nikamwambia wale wangerudi. Wangepitiliza moja kwa moja ndani, wasingegonga. Akaniambia poa. Akasema tena. Karibu. Mlango uko wazi. Yule mtu akafungua mlango. Akanaingia sasa ndani. Ile ameingia. Nilishtuka. Nikamwangalia Daniel. Mwisho wa sehemu ya kwanza ndio mwanzo wa sehemu ya pili. Je, ni nani aliyeingia mle? Hosteli. Chumba cha Jennifer. Na kwa nini Jennifer alimwangalia Daniel?
baada ya yule mtu kuingia. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Bye. Nawapenda sana 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 sana. Bye.